Habari za muda huu ndugu wapenzi wasikilizaji na watazamaji wa Bongo 5. Kwa sasa nawaletea taarifa ambayo wengi mngependa kuijua na kuielewa kwa undani juu ya barua kutoka CAS ambao wamewajibu Yanga pamoja na TFF pamoja na bodi ya ligi. Sasa wengi wanaona kama Yanga, baadhi ya wachambuzi wameripoti kwamba ionekane kama Yanga ni ameangukia pua, wakati jambo ambalo sio la kweli. Sasa kutokana na barua hizi za CAS, hii ni barua na kuelezea ukweli juu ya kinachotakiwa kwenye hii barua ni kwamba wakati mechi ya Simba na Yanga ilipoahirishwa, Yanga walituma barua yao ya malalamiko kwa TFF pamoja na bodi ya ligi, wakapewa majibu ambayo kustahili kama mnakumbuka kwa kipindi kile. Sasa baada ya kupewa majibu ambayo kustahili, Yanga wenyewe wakahisi kwamba huenda wakifungua kesi TFF hakuna msaada wote utakaopata, hakuna kesi yoyote itakayosikilizwa. Na wakati huo zile siku 21 za kusikiliza shauri baada ya tukio kutokea kwa CAS zikiwa zinayoyoma. Kwa hiyo sasa klabu ya Yanga ikaona isiwe kesi na ikaenda kufungua kesi katika mahakama ya CAS ambayo inadili na kukatia rufaa kwenye masuala ya kimichezo. Sasa baada ya Yanga kupeleka kule, ikumbuka ile ni mahakama kukata rufaa, ni mahakama ya rufaa, wakati Yanga kuna rufaa ya kesi yoyote ambayo labda walishindwa au wameshinda au nini, ikabidi wapeleke CAS. Sasa majibu ya CAS yalotokea sasa ni kuambia kwamba Yanga inabidi irudi kwenye TFF na bodi ya ligi. Kirudi kwenye TFF na bodi ya ligi, pale ndio itabidi sasa wasikilizwe kesi. Kwa hiyo Yanga walichokuwa nataka ni assurance toka CAS kwamba TFF na bodi ya ligi lazima wakae nao kwenye kesi hiyo na wapewe majibu. Baada ya kupewa majibu, kama watu ridhishwa na hayo majibu kutokana na yale maamuzi ya ile mechi kuahirishwa, basi Yanga ndio wachukue nakala ile majibu kupeleka CAS. Kwamba wachambuzi wengi wanaripoti kwamba eti Yanga kwamba ameangukia pua. Sio jambo la kweli na halina ukweli wowote. Kwa hiyo ngoma bado mbichi. Kwa hiyo sio shabiki wa Yanga, sio shabiki wa Simba, ngoma bado mbichi, yani bado hakijaeleweka. Kwa hiyo Yanga amepewa sasa yani ruhusa sasa, kesi inabidi sasa ifunguliwe TFF na bodi ya ligi. Kwa hiyo hakuna namna, lazima kesi itasikilizwa tu na majibu yatatolewa. Baada hapo sasa Yanga ndio wachukue ile nakala report kupeleka CAS kwa ajili sasa kesi iendelee kusikilizwa. Ukiona baadhi ya wachambuzi nguli kama Dominic Salamba ambao nao wameuliza maswali magumu kutokana na hao maripoti ambao wameripoti kwamba Yanga ameshindwa kesi, wanadai kwamba swali aliloliuliza Dominic Salamba kwa hao maripota, anasema kwamba wapi CAS wamesema Yanga imeshindwa kesi. Hii kesi ni bado mbichi kabisa, na anadai hivyo. Yanga walikosa hukumu kutoka TFF wakawai CAS ili kuwa ndani ya siku 21 wakafanikiwa. Umeona sasa CAS wamejibu kuirudisha Yanga TFF wakiwa ndani ya muda. Sasa Yanga wanatuma kesi TFF ili warudi tena CAS kwa majibu yoyote ya TFF ili CAS ndio itolee maamuzi. Ukumbuke ile ni mahakama rufaa, na Yanga kesi ya TFF huku haikusikilizwa wala haikutolewa majibu yoyote. Sasa ngoma bado mbichi. Kwa hiyo masuala dabi itakuepo haitokuepo ni 50-50. Kwa hiyo tofauti na maripota wengi walivyoripoti kwamba Yanga kaangukia pua, sio ukweli. Asante sana, endelea kusikiliza na kutazama Bongo 5 kwa ajili ya update mbalimbali za burudani, michezo na kijamii.